Furahi waliponiambia, furahi waliponiambia, furahi waliponiambia, twendeni nyumbani mwa Bwana, twendeni, 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 twendeni. Sijagaili ningali naendelea na safari mpaka nifikie mahali yule aliyeniita ameniletea. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo kama ya neno tutalipata katika kitabu cha Hesabu Numbers 20 from verse 1. Hesabu 20 kutoka mstari wa kwanza. Tuseme taja hapa. My theme today is judgment of God. Judgment. In the first month, the whole Israelite community arrived at the desert of Zin, and they stayed at Kadesh. There Miriam died and was buried. Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. They quarreled with Moses and said, "If only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Why did you bring the Lord's community into this desert, that we and our livestock should die here? Why did you bring us out of Egypt to this terrible place? It has no grain of wheat, grapevines or pomegranate, and there is no water to drink." Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell face down. And the glory of the Lord appeared to them. The Lord said to Moses, "Take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community, so that they and their livestock can drink." So Moses took the staff from the Lord's presence, just as he commanded. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. And Moses said to them, "Listen, you rivers, must we bring you water out of this rock?" Then Moses raised his arm and struck the rock twice with his staff. Water gushed out, and the community and their livestock drank. But the Lord said to Moses and Aaron, "Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them." These were the waters of Meribah, where the Israelites quarreled with the Lord, and where he showed himself holy among them. Bwana asifiwe sana. Hapa wana wa Israeli walikuwa wamefika into a desert ambayo ilikuwa inaitwa Zin, that is Kadesh. Wakati ambapo unajua desert wakati mwingi hakuna maji. Sasa wamefika hapo na wameanza kumtumikia Musa na Haruni. Wameanza kuambia kwamba kazi tungekufa kama mandugu zetu ambao tulitoka nao Misri na hawakufika hapa. Bwana asifiwe sana. Wakaanza kunung'unika wakisema heri hatungefika hapa. Na wakati walianza kumsukuma Haruni na Musa kama viongozi wao, ilibidi wameshikana na kwenda kumtafuta Mungu. Na wakati huu they are going to the tent of the meeting to speak to God, kwa sababu hawakuwa na jambo lingine ambalo wangefanya. Na wakati ambapo wakinena na Mungu na wakawaambia vile walikuwa wanawapigia kelele, Bwana aliwanenea na akawaambia Musa, "Chukua fimbo, kisha toka hapo nje, kuna jiwe, na jiwe hilo ulinenea. Ukilinenea litatoka maji." Bwana asifiwe sana. Naye Musa kwa sababu kwanza mtu alikuwa amepigiwa kelele, kwa hiyo wakati walikuwa wanasikia na ametoka nje. Na wakati amefika nje, alienda akaanza kuwaongelesha wana wa Israeli. And he started calling them rebels. That attitude ilifanya badala anenee jiwe, akaligonga. Na hakugonga mara moja. Neno linasema aligonga mara mbili. Bonga likia na kelika lile. Bwana asifiwe sana.
akaghadhabika sana kwa sababu ya kitendo hicho. Watu husema kwa sababu aligonga jiwe mara mbili ilimghadhabisha Mungu. But still the attitude ambayo alikuwa nayo wakati anagonga jiwe na wakati anakelelesha wana wa Israeli ilikasirisha Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Mungu akawaita tena na akawaambia na Haruni, kwa sababu ya kitendo ambacho umekitenda hamtafika nchi niliyowaahidia. Bwana asifiwe sana. When I was being given this word, Mungu aliniambia na akaniambia, enda waambie kwamba they seek judgment for me. Wakati ambapo tunaenda mbele za Mungu, Mungu atunenee. Bwana asifiwe sana. Na tukose kumtii ama tukose kufuata neno lake, then there is still judgment. Bwana asifiwe sana. Wakati tunapokasirisha Mungu, wakati tunakosa kufuata maagizo ambayo anatunenea, wakati tunakosa kulifuata neno lake na kuenda kinyume na mapenzi yake, those are the consequences. There are consequences. Bwana asifiwe sana. And he said to me, go tell them that there is judgment. Bwana asifiwe sana. Wasiponisikia na wasiponitii, then there is judgment. Bwana asifiwe sana. What is judgment? Judgment are the consequences of going against the will of the desire of God. Wakati tunaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wakati tunapoondoka katika njia za Mungu, then Mungu kama Baba kuna wakati anatuchapa. Mwana ni washo. Ndivyo hapana kuna mwana. Bwana asifiwe sana. Na akaendelea kuhusu Haruni in the book of the same chapter, verse 22. The whole Israelite community set out from Kadesh and came to Mount Hor. At Mount Hor, near the border of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, Aaron will be gathered to his people. He will not enter the land I give the Israelites, because both of you rebelled against my command at the waters of Meribah. Get Aaron and his son Eleazar, and take them up Mount Hor. Remove Aaron's garment and put them on his son Eleazar. For Aaron will be gathered to his people, he will die there. Moses did as the Lord commanded. They went up Mount Hor in the sight of the whole community. Moses removed Aaron's garment and put them on his son Eleazar. And Aaron died there on top of the mountain. Then Moses and Eleazar came down from the mountain. And when the whole community learned that Aaron had died, the entire house of Israel mourned him for 30 days. Hapa neno linaendelea kueleza kuhusu kifo cha Haruni. Kwa hiyo haikuenda muda mrefu, naye Mungu akamwita Musa na akamnenea, akamwambia Haruni na kijana wake Eleazar wapande katika mlima ambao ulikuwa unaitwa mlima Hor. Wakipanda huko, naye Haruni atapitia huko, kwa sababu neno la Mungu lilikuwa limesema ya kwamba alikuwa amesema kwamba hawatafika. Bwana asifiwe sana. Na ikafika wakati anaendelea Musa na anamwambia mwambie Haruni ya kwamba wakati wake umefika. That is Eleazar who was going to succeed him to priesthood. Then take both of them on the mountain. Aenda walishe Eleazar nguo za Haruni so that to succeed him as the priest of Israel. Na wakati tukienda hivyo, basi mwambie ya kwamba wakati wake umefika. Bwana asifiwe sana. Naye Musa akawachukua wakapanda nao na wakarudi na Eleazar. Haruni akafia mlimani. Bwana asifiwe sana. Wakati tunaendelea neno hili, tunamuona mtu kama Daudi. Daudi wakati alimuua Uria na kisha akamchukua mke wake Bathsheba, God passed a judgment. Wakati ambapo alimtumia nabii akaenda kumwambia vile amefanya. Neno linasema ya kwamba alinyenyekea mbele za Mungu na akaanza kuomba.
anaogoa anatushuku kwa kutia shaka wala ni awasho. It was still the same thing. Na Adamu akaanza nawe utatafuta chakula kwa jasho yako, kwa sababu utapata kuti nawe hawa utapata watoto kwa uchungu. Bwana asifiwe sana. Those were times ambazo Mungu alikuwa amepitisha wakati ambapo wanataka kusikia wala ni awasho. Hata mtu hakufika nchi ya Kanaani. Neno linasema katika kitabu cha Numbers 27 and verse 12. Then the Lord said to Moses, "Go up this mountain in the Abarim range and see the land I have given the Israelites. After you have seen it, you too will be gathered to your people, as your brother Aaron was. For when the community rebelled at the waters in the desert of Zin, both of you disobeyed my command to honor me as holy before their eyes. These were the waters of Meribah Kadesh in the desert of Zin." Moses said to the Lord, "May the Lord, the God of the spirits of all mankind, appoint a man over this community, to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so that all people will not be like sheep without a shepherd." Bwana asifiwe sana. Mpango wa Mungu wakati ambapo alikuwa akimwita Musa, alikuwa amepanga ya kwamba Musa atawafikisha katika nchi ya Kanaani. Alikuwa
and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Bwana asifiwe sana. Naye Samueli anamuuliza Sauli, does God delight in burnt offerings and sacrifices as much as obeying the voice of God? Kama unataka sadaka, ukiwafuata Mungu, Bwana asifiwe sana. Wanaendelea kusema to obey is better than sacrifice. Verse 23, for obedience is like the sin of divination. Hallelujah. It's like witchcraft. When whether they are worship. Na wakati nilifika hapa, wacha tuone vile Sauli aliendelea kufanya. Wakati wanaenda akaenda kumsihi Samueli. Lakini wakati anaenda kushika vazi lake likararuka. Akiona makiwa kwa neno la Mungu. Whether they are worship. I'm sorry to say this. There is punishment for that. But still, there is a place for His mercy. And for His mercy, you have to seek His mercy. The word is, niende nikamwambie baba nimekosa. Bwana asifiwe sana. Na akamwambia baba yake, akamwambia baba nimekosa. Hata ikiwezekana nichukue kama mmoja wa watumishi wako. Naomba wadai kumwona mtumishi, sio? Kama baba.
Nenda nimesema alikuwa na mgonjwa. Kwa tunawasha kile. Oh, yale kwa yadi. Ni ya kushoka. Bwana asifiwe sana. So God is like that one. He meets us halfway. But don't rush to the area. No, Bwana anataka wakati aliona kwa neema hana mahali anaenda. Alijishughulisha. Ndio. But he made his father happy. Ndio leo. Leo ninasema alipata kama mdogo. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuja anatungoza. Na tunataka na wewe leo au leo na wewe leo au ataka na leo mwingine. Bwana asifiwe sana. Watu kushoka hapa nini hapa? Na Mungu wakati ambapo yule baba aliona yule mtoto wake amerudi kama amenyenyekea au yule nyenyekea. Nyenyekea Bwana asifiwe sana. Akampokea mwanao. God is looking for a contrite heart. God is looking for repentance from us. Wakati ambapo tunamkosea tunanyenyekea kama Daudi. Unamaki kwa maana basi ndio kama kwa nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Unamaki au ndio kama nyumba yake. Anakana mwanadamu na akasema upanga utakuwa katika nyumba yake. Lakini alimwambia kwamba ufalme hautatoka kwenye nyumba yake. Bwana asifiwe sana. I want us to check in the book of Psalms 51. This was the prayer of David. Wakati huo ambapo alikuwa wewe. Na wakati ambapo aliambiwa ya kwamba amekosa. Psalms 51. Sitasoma yote lakini at your time you can read it. I want to have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away my iniquity and cleanse me from my sin. Akisoma Biblia inaendelea kumwambia Mungu aoshe. Nimekukosea nioshe. Nimekukosea nioshe na kuondoa from your presence. Usiniondoe katika uwepo wako. Ama uondoe Roho Mtakatifu wako kutoka kwangu. Bwana asifiwe sana. But I want us to check verse 17. Psalm 51:17. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, will not despise. Daudi anamwambia kwamba the sacrifices of God. He does not delight in sacrifices. He does not delight in burnt offerings. But God delights in a broken and a contrite heart. God is looking for brokenness and repentance. Mungu anataka mioyo ambayo inavunjika, mioyo ambayo inanyenyekea na kumwambia kwamba Baba tumekosa, lakini tumerudi. Tulikuwa tunaenda, lakini tumerudi. Bwana anatafuta mioyo ambayo inavunjika mbele yake na kutafuta huruma zake. Bwana asifiwe sana. The Lord is speaking to us today. If God will go to talk then there is punishment for that. But still, there is His mercy. But still, there is His unfailing love. But He is still our God. Bwana asifiwe sana. Kwa mwanadamu, mwanadamu ndiye anayeweza kuwasha baba mambo. Maana sio maisha. Ni maisha. Bwana asifiwe sana. Kama sio maisha. Ninajua nimetoka katika njia zangu. Ninajua kwamba nimekasirika kwa sababu yangu. Lakini nimekuja nisamehe. Nimekuja nirudi kwa sababu rehema zako ni za milele. Daudi wakati ambapo alikuwa akienda vita na kupiga, alikuwa anajua kuna mahali amekosea. Kwa hivyo alikuwa anaambia wana wa Israeli, walikuwa wanaimba. Maana nani anakuelewa nao? Your mercy endures forever. Atakuja kuangalia nini? Na sasa hivi wametandikwa. Akisikia your mercy
Yesu hapa na. Lakini wakati anamwambia Jikwela, nihurumie, Yesu mwana wa Daudi, nihurumie, usikie huruma. Because that is the character of God. Bwana asifiwe. Wapi ya kujira ni mwingine. Wapi kujira ni mwingine. Na wakati wakakuza Batman na akawa. Bwana asifiwe sana. It is still the same for us today. He is the God of forgiveness. He is still God. Even if tumetoka katika njia zake. Angali Mungu mwenye huruma nyingi. Bwana asifiwe sana. Tukimtafuta na tunyenyekee. Bwana asifiwe. Tunafurahi sana kwa kusikia neno la Mungu na Sunday school na kuanzia ibada na hili neno na kumalizia siku ya leo. Sisi tumebarikiwa. Si Mungu awabariki ambao wamesimama katika madhabahu siku ya leo, kwa sababu Mungu amewatumia vile aliona inastahili siku ya leo, kwa sababu yeye ndiye mchungaji na anajua roho zetu, anajua mawazo, anajua mienendo yetu, anajua kila kitu yetu. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni mchungaji na ni baba yetu, lazima atulishe ambacho inafaa katika maisha yetu, ili tukamilike, tufanane na mapenzi yake, kwa sababu mpango wake kwetu ni tupate uzima wa milele na tulithi ufalme wake ambao ni wa milele. Bwana asifiwe sana. Niseme adui jema, nimeokoka na kupenda Yesu, yeye ni mwaminifu kwa kunipa tumaini ya uzima wa milele. Nashukuru Mungu kwa sababu na mimi kufika katika nyumba ya Mungu na baba wetu ambaye tuliamini tukija pahali hapa tutafunguliwa mizigo, na hiyo ndiyo amefanya kupitia neno lake siku ya leo. Ukiweka katika moyo wako liwe hakika, litakusaidia siku zote za maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama havina msaada wakati wa leo au wakati wa miaka hii kwa mbele yako, lazima litakuwa msaada. Oyitemwe iwoye niugatirikana na itakusaidia sana. Bwana asifiwe sana. Toro kidogo yakaitirana nati. Kidogo yakaitirana nati ni yake. Kina yake gowa aliwe yakaitirana kiweko dunia. Wala ni kuosha. Hiyo ni neno asiku tuliambiwa kwamba tuwe walinzi, tulinde matora, tulinde flori na tuwe kama waaminifu kama Mordekai. Nilifikiri hiyo jambo nikaona kwa kulinda gate ya mfalme vilivyo. Na wakati ni anayeletele gari, akemenyele ya kwenda katika kurao. Na hadiga hakigo kurao. Hivyo shetani Mungu alikwenda. Kwa hivyo na sisi tukiwa walinzi wazuri, ni lazima tufahamu yale mambo yanaendelea chini. Bwana asifiwe. Na kuwa walinzi wa gate wazuri ni kuwa waombaji. Ni kuwa waombaji, tuombee kila jambo. Na Mungu atakuwa akitutolea yale yako siri, tukayajua na tukaelewa na tukaweza kupigana hizo vita. Bwana asifiwe. Na tukakemea bara hizo, kwa hivyo tukijua na tukielewa, tunarudishia Mungu mwenye nguvu ili apigane vita. Bwana asifiwe sana. Na tunaambiwa kwamba hilo neno limerudiwa na mdoni tena, tulikuwa tumelisikia siku nyingine, wanatitene mno. Na tulihilo wa Elija, atulitaigongo na hapo na anafi habari. Ni siku chache tu ambayo tulisikia. Kwa hivyo tukaambiwa tusiogope, na siku ya kuanzia wakati tulikuja hapa tarehe 4 mwezi wa Januari, kuanzia mwaka huu, siku ya kwanza ya kuingia katika hii nyumba, tuliambiwa kwamba tusiogope kama vile Yoshua aliambiwa na Mungu. Kwa hiyo kuambiwa usiogope ni kuambiwa kuna vita. Tena haogopa
Kwa hivyo ujiandae na usiogope. Kwa hivyo ni vema kupigana vita, lakini sio kunung'unika, kama vile tumesikia kwamba Musa alinung'unika na Haruni akanung'unika kwa sababu ya wana wa Israeli. Na sio hawa walikuwa wenye wale watu walikuwa watu wa Mungu. Kwa hivyo hawakufika katika nchi ya Kanaani. Na tukasikia habari ya Daudi, na hiyo bado tumesikia mara nyingine. Ndio kuona Daudi anayesokera hapo tena hapo tunakamilika, anarudia tena ili tushikilie vizuri na tusikie vile anataka tuseme. Ati Daudi aliadhibiwa kwa sababu ya makosa yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna hukumu kwa sababu ya makosa. Na tukasema kwamba Ahabu wakati alikuwa na alikuwa mwombaji wa Baali, Mungu alimhurumia kwa sababu ya kuomba msamaha. Kwa hivyo tuwe na hiyo mioyo ambayo tumeambiwa kwamba ni ya kunyenyekea na kukubali kusikia sauti ya Mungu. Tuikubali sauti ya Mungu kwa sababu neno lote ambalo linanenwa mahali hapa halitoki kwetu sisi, kwa sababu ninaamini tukitoka hapa tunaanza kuombea neno la Sabato na kuja. Kwa hivyo kila wewe ukiwa katika ile laini ya kuhoera waliowasali na kuhoera kuhutia na kuhoera kiongozi wa ibada na kuombea hata nyimbo, haya maneno yote tukumbuka ila mudungi utakuwa ukiamini yako, kwa sababu wewe uliomba na ukaambia Mungu unataka kutoka kwake yeye mwenyewe awe akikulisha, kwa sababu yeye ndiye mchungaji. Kwa hivyo utaisikilia na itakuwa yako, na tukaambiwa kwamba tuwe watu wa kusikia na kutenda. Tutimize yale Mungu ametuambia, ndio ile furaha ya Mungu tunayoishi nasi watu. Wanawe watu kagira mosiani anapata baraka nyingi. Ile kwa Mungu sinakuwa hivyo. Mungu ndio tuandikira Ngai kwina milango ikuhingũka tondũ Ngai nĩarahingũra mĩrango mĩerũ nĩgetha tũrathime tondũ Ngai nĩaigwĩtĩkĩrĩka. Amesikia maombi, amesikia kilio, na kama alitimizia wana wa Israeli kuwatoa Misri kama vile roho zao zilitamani, hata sisi atatutendea. Kwa hivyo tumtii Mungu, tuwe na huo moyo wa kunyenyekea na kusikia ile sauti na kuiweka katika mioyo yetu. Tunajua kwamba wewe ni mbele. Bwana asifiwe. Wewe ukajita wewe, na ni vema tuweze kwenda katika hiyo laini, na Mungu wetu tunajua ataendelea kutubariki huu mwaka. Ni mwaka wa ajabu ambao tuliwaza tukiwa na Mungu wetu na hatatuacha. Hivyo ndivyo alisema siku ya kwanza, akaambia Yoshua, sitakuacha na sitakupungukia. Hiyo ndio iko. Mungu wetu hatatuacha na hatatupungukia. Ataishi kwetu akiwa Mungu mwenye nguvu na uwezo wote. Yeye aliyezifanya mbingu na nchi, akatenda yale yote ambayo tunahitaji kutoka kwake kwa wakati wake. Kwa hivyo tuwe na kuvumilia na kungojea wakati wa Mungu ukifika. Tutaona maajabu na miujiza ambayo Mungu atatenda katika maisha yake. Kwa hiyo maisha yake ni lazima atubariki. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki kwa kuja siku ya leo, na tunafurahi kwa sababu ya kukuona. Pole sana kwa yale ambayo mlipitia, na Mungu atazidi kuwainua na hata kusimama na nyinyi. Mungu aweze kuacha watu wake, atasimama na nyinyi na atawasaidia. Kama vile ulipigiwa na hiyo ripoti, tulianza kusikia hiyo kama vile sisi tulisikia. Kwa hivyo tukasikia kukuombea sana na kuombea familia yenu, kwa sababu sisi tulipitia hapo na tunajua vile watu kusikia. Na hiyo mambo vile kuja na ikawa ni mzigo sana ndani ya mioyo ya wanadamu au ya kila mmoja, na Mungu atawatuliza na atawasaidia na
na atabeba mizigo yenu, kwa sababu hata na sisi mahali tumefika tumeona Mungu mwaminifu. Tunazidi kukaa. Bwana asifiwe. Kweli kuna pengo ambayo inawachwa, hamna wa kulilia, hamna wa kuangalia, lakini Mungu husimama kwenye pengo. Hata sisi tumepitia mengi na mazito, lakini tuko tunakasa. Bwana asifiwe sana. Tukijua Mungu ndiye baba yetu na yeye anatupenda. Kwa hivyo tunajikaza hata katika hii nyumba tumtumikie yeye, kwa sababu yeye hajatuacha na sisi tumeapa hatutamwacha. Na tunajua tukiwa hatutamwacha yeye atatubebea mizigo na ataendelea kutusaidia, na hivyo ndivyo tutatenda katika maisha yenu, kwa sababu ni mwaminifu. Poleni sana na Mungu awazidishie neema yake. Mkae mkivumilia na mkae mkimuomba na kumngojea kwa kila jambo. Yeye ni mwaminifu na nashukuru Mungu kwa kuona ukiwa na ule wokovu. Ninamwambia Mungu ni asante. Nilishindwa nienda wapi? Bwana asifiwe. Nikashindwa kama majaribu yamekuwa mazito, nikurudi nyuma, nikwenda wapi? Lakini nikajua kwamba kuna furaha. Bwana asifiwe, ambao walipatikana hapo. Lakini Mungu usimamisha watu wake. Mungu aweze kuwabariki na kusikiliza wale wanasimama katika haya madhabahu na watengeneza. Muwe na wiki ya ajabu, wiki ambayo Mungu atawafungulia milango, wiki ambayo Mungu wetu atawainua, wiki ya kipekee ambayo mtapatana na Mungu mkuu ambaye atatenda mengi na miujiza ambayo tutazidi kuyaona na haya macho. Utimuke tukaonete neno wa Ngai na neno wake sile mtolile yetu. Hiyo ndio itatendeka katika maisha yetu. Ngai yetu tulikula milango yenu na tutikutegalia na tukimwoshaga tukitoa mtolile na tukekana ni todo wake todo wale turagea matiyako hota. Bwana asifiwe. Matiyako hota bado anaendelea kutuweka nguvu. Tuendelee katika huo moyo na Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana wabariki sana. Ndio na kuna ndugu mtafunga ibada yetu ya siku ya leo na Mungu awabariki sana. Karibuni siku ya Jumapili katika hii nyumba ya Mungu na wiki yote Mungu awabariki sana. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya mwaminifu. Tunakwambia ni asante Baba wetu, ni kwa sababu vitulete katika nyumba yako siku ya leo. Mungu wetu na Baba yetu, hakulichukulii hili jambo bure Bwana, kwa sababu wiki yote umetulinda, umetuzingira kwa nguvu zako. Tumekuwa na uhai, tumekuwa na amani, tumekuwa na afya ya mwili. Umetulisha Baba wetu na umetulisha hata mavazi Baba wetu umetupa. Tunakwambia ni asante. Ni asante Baba wetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa kuwa na wiki ambayo umetufanikisha kwa mambo mengi. Na Mungu wetu na Baba wetu, kuwa katika hii nyumba siku ya leo. Mungu tunakwambia ni asante. Ni asante Baba wetu kwa sababu ni wewe ulitukubalia na ukatupa hii nafasi. Tunakwambia Bwana, jina lako litukuke na liinuke kwa sababu unastahili sifa zote. Tunakwambia ni asante Baba wetu kwa mwanzo wa ibada ambao Baba wetu tumekuona ukianza pamoja nasi na tamati ya kipekee ambayo tumeipata. Umesikia neno lako Bwana Mungu wetu na Baba wetu, likawa hazina katika mioyo yetu, likatusaidia popote tuendapo, miaka yote ambayo tutaishi katika ulimwengu, katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana. Wabariki hao ambao wamesimama katika haya madhabahu na wainue kiwango kingine Mungu wetu na Baba wetu. Na ambao watasimama siku ya Jumapili, tunawalejeleza Bwana katika jina la Yesu. Washughulikie mioyo wao, mawazo yao Bwana, waandae kwa sababu ya neno lako ambao tutalisikia siku ya Jumapili, kwa sababu tutaifikia hii siku. Bwana ukanena nao, wewe ni mwaminifu katika Roho Mtakatifu. Baba wetu akawa ndani yao na mfalme wa ajabu. Tunaamini wakati watasimama katika madhabahu watanena mahusiano yako. Wabariki wiki yote, ukawa pamoja nao na ukawaandaa kwa sababu
Ninashukuru kwa sababu ya watoto ambao Bwana husimama mbele zako. Hao watoto Bwana, zidi kuwatia mema na uwashughulikie katika masomo yao. Wewe ni mwaminifu, unajua shida za karo ambazo wanapitia, lakini uliye mwaminifu na uliye haki na kweli. Baba Mungu mwenye dhahabu na fedha, utalete kila mahitaji yao ya masomo yao na ya maisha yao, kwa sababu una zote Bwana ambazo tunataka kutoka kwako. Wabariki na uwakumbuke kwa sababu ya kutumika katika haya madhabahu. Wewe ni mwaminifu na hakuna aliye kama wewe. Sisi zote Bwana tubariki tuondokapo, kwa sababu Mungu wetu na Baba wetu tuna kazi ambazo tunazifanya za kuajiriwa, za biashara. Tunakuhitaji mahali pale. Wewe ukawa wakili hadi tumeajiriwa, ukawa Mungu wa ajabu katika biashara zetu, ukazifanyua mfalme uliyepanulia na Yesu mpaka mfalme wa ajabu. Wewe amini tadesi yaka Bwana, wewe ni mwaminifu, panua mipaka ya biashara zetu katika jina la Yesu. Wewe ni mwaminifu na hakuna aliye kama wewe. Tunajiachilia mikononi mwako siku ya leo, tukiamini tukirudi manyumbani kwetu tutafika kwa amani, kwa sababu utatulinda. Wale watatembelea magari, utawalinda Bwana. Wale watatembelea miguu, Mungu wetu na Baba wetu utawalinda. Ukionana siku ya Jumapili, tutakushukuru, tutakwambia ni asante. Asante kwa mengi Bwana na familia yao, utazidi kuwainua mpaka utazidi kuwa Mungu wao, na utaonekana katika maisha yao, mfalme wa ajabu, ili sifa na utukufu zikurudie, kwa vile Baba wetu wakiendelea kukutegemea, na wewe utawaacha, na wewe utawapungukia katika jina la Yesu. Washughulikie, wewe ni mwaminifu na hakuna aliye kama wewe. Ninakushukuru siku ya leo kwa sababu ya kumpa hii nafasi na akawa katika njia yako. Bwana, mbariki na mpende mema wakati anaendelea na masomo yake. Mungu uliye mwaminifu na uliye wa haki na kweli, na hiyo yote ambayo ulimwombe uliye vile ya paka na mwata ni na kile yote ya agani mwana ni kekima kuliwe tolu wewe ndio wale tu Yesu. Unastahili sifa na utukufu wote Bwana. Nikipeleke ile wewe tumenena mara ya kutangulia, yote unajua na utatenda kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen. Amen. Barikiwe na mwende kwa amani. Barikiwe kwa kutubilia hilo vizuri. Tunashukuru na Mungu aendelee kusaidia katika hii kazi hii, na hata kukumbuka akukumbuke kwa kupitia hii kazi katika nyumba yake. Na yani kanarani wakati kwa waweza kumwona kwa kulikana kwa Yesu. Barikiwe sana sana. Mtu abarikiwe kila mmoja kwa nafasi ambayo anashikilia. Mungu awabariki sana. Wanaosha hii kabisa waendelee kubarikiwa. Mungu anafanya kazi nzuri sana, aendelee katika hiyo kazi nzuri. Ulei na Jose ndio wanaangalia hii nyumba asubuhi, watabarikiwa na Mungu atawatie neno. Mungu abariki kanoni. Kwa maneno ya Mungu, Mungu awainue sana sana. Barikiwe sana.